vile vile Azam peke yake ndo anaanzia raundi ya pili. Lakini wapinzani tuanza na wapinzani wa Young Africans. Hawa si wengine ni wapinzani ambao wanaitwa Gaborone, ambao hawa walikutana na Simba msimu uliopita kwenye kombe la ilikuwa ligi ya mabingwa Yeah. Yes, walikutana nao Gaborone, na uliangalia kile ambacho walikitoa kwenye ligi yao mbili, lakini pia ile ligi yao ya pale ambapo wanachezea ni Botswana, sio bwana. Wamekuwa na wasaidizi msimu uliopita, nafikiri walikuwa mabingwa kama niko sahihi, kama sio nafasi ya pili. Unawazungumziaje wapinzani wa Yanga? Gaborone si mara ya kwanza kukutana na timu za inawezekana imekuwa mfululizo kwa maana ya msimu uliopita na msimu huu, kwa hiyo kwao haitokuwa ngumu kama ilivyokuwa wakati ambapo walikuwa wanakwenda kucheza dhidi ya Simba. Okay. Kwa maana ya kwamba hali ya hewa ya Tanzania, lakini baadhi ya vitu vilivyopo Tanzania kuweza kuvifahamu, haitokuwa rahisi, haitokuwa ngumu sana kwa Gaborone United kuja hapa Tanzania kucheza na Yanga. Kwa hiyo inawezekana pia walisha stadi, lakini ni rahisi sana Gaborone kumwangalia Yanga wakajua wanaenda kukutana na timu gani ama timu ya aina gani. Ni ngumu sana ingekuwa timu nyingine kuipata, lakini kwa Yanga ni rahisi kwa sababu wanajua ni mpinzani mkubwa wa Simba, lakini wanajua the way walivyocheza na Simba walifanyaje, japo haikuwa kwa mechi zote mbili kwamba zilikuwa bora, hapana. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni wapinzani wagumu. Inawezekana jina ni jepesi kulitaja, lakini pia inawezekana ni timu ambayo haina mafanikio makubwa, lakini kwa sasa ni kama soka la Botswana kidogo limenyenyuka ama limeamka. Back to back wanashiriki, sio jambo rahisi. Kuna mataifa mengine klabu ikishiriki msimu wa kwanza, wa pili kuipata ni shida, lakini wao wame maintain na tayari wameshapata uzoefu, walijua walipoishia msimu uliopita. Kwa sasa wajipangeje kwa ajili ya kusonga ama kufanya kilicho bora, either wafike pale walipofika ama walau wajitahidi waweze kuzidi. Kwa hiyo Gaborone United inawezekana sio mpinzani mkubwa wa kukustua ama kufanya ufikirie zaidi kwa maana ya Yanga wenyewe ambao wanakwenda kukutana nao, lakini hakuna budi pia kujiandaa, kwa sababu mimi ninachokiamini ni kwamba kila aliyepata nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho bila shaka amekidhi vigezo ambavyo kafu wanakuwa wanavihitaji. Kwa hiyo Yanga tuliona malengo yao kwamba wanahitaji kufika hatua ya robo. Sasa utafikaje robo kama hujafanya vizuri kwenye preliminary round, kwa maana ile hatua ya awali? Lazima ufanye vizuri dhidi ya Gaborone, baada ya hapo wacheze second round kwa maana ya ile hatua ya pili. Alafu baada ya hapo ndo waingie hatua ya makundi ambayo itakuwa inasema ama inazungumza kivingine tofauti. Kwa hiyo kwa namna hiyo nafikiri hakuna namna yoyote ile ambayo itawafanya Yanga wa relax kiasi kile, kwa sababu bado kuna nyota wapya. Hawezi kuwa guarantee kwamba watakuja kukuofa, kwa sababu licha ya ubora wa mmoja bado kuna ubora wa timu unahitajika. Gaborone walikuwa na mwalimu Dimitri Pantev, alikuwa ni Pantev, yes, ambaye alisumbua Simba, akasajiliwa Simba, mambo yakawa mazito sana. Kwa sasa sina taarifa zake kama alirudi Gaborone bwana Pantev, lakini anyway Gaborone kidogo wameonyesha ushindani kutoka ligi ya Botswana, kuwa wanashiriki walao mara mbili mfululizo kwenye ligi ya mabingwa si jambo jepesi sana. Wakishinda mbele ya Gaborone Young Africans, kuna uwezekano wa kukutana na Rabat ya Lesotho ama CFFA ya Madagascar. Bado Yanga wana favorite. Ndo maana nikasema kwamba raundi ya kwanza na raundi ya pili wanakuwepo wote ambao wamekidhi vigezo. Sasa kwenye kukidhi vigezo vya kushiriki ndo kama hivyo. Timu inayoshiriki ni either iwe imetoa ubingwa kwenye ligi husika au imemaliza
nafasi ya pili kama ilivyoelekezwa na shirikisho la soka Afrika CAF. Kwa hiyo ndio maana hizo timu unaona kama bado ni changa, kwa sababu inawezekana wamefeit, wamepambana kule wanakoshiriki ligi zao kama ulivyotaja ligi ya Madagascar, lakini ligi ya Lesotho sio mataifa ambayo yanaimbwa sana kwenye ishu ya vilabu. Mara nyingi labda kwenye timu za taifa ndio utakuta Madagascar kidogo kwa sasa amejichanganua, lakini pia Lesotho naye tumekuwa tukimuona mara kadhaa akishiriki kwenye mashindano ya CAF. Lakini kwenye vilabu ni kama sasa ndo anaanza. Maana yake ukitaja timu changa hizo pia ni miongoni mwa timu changa kwenye mashindano, kwa sababu hata tukienda kwenye ile orodha yes, wale ni kama wanaanza sasa. Yani ni kama wanaanza kama ni kulima, basi wanaanza kuandaa shamba. Hawajui watapanda mbegu gani, ni kwanza wanaandaa shamba, baadaye ndo wajue wanapanda mbegu gani, kiasi gani, na kwa ajili ya nini, na watavuna nini. Kwa hiyo kwenye mavuno inategemea sasa. Ukiangalia raundi ya kwanza unaweza ukasema walau wameshawahi kuprove kushiriki, kwa mfano kwa Gaborone. Lakini ukija raundi ya pili ni timu ambazo ni mpya. Kwa hiyo raundi ya kwanza na ya pili bado kuna kuwepo na wale wachanga, lakini haimaanishi kwamba hauwezi kutolewa. Yani ukienda kichwa kwamba labda tuseme CFFA ya Madagascar ni timu ya kawaida, labda Lijabato ya Lesotho labda ni timu ambayo hujawahi kuisikia, inawezekana na wao wakakustadi. Japo kwenye mpira ama kwenye uhalisia ni kitu ambacho kitakufikirisha zaidi, hata kwenye kuzungumza labda kuelekea mchezo wenyewe itakufikirisha kwamba kwa Yanga haiwezekani, lakini itakapokuja kutokea ndio utaona maajabu ambayo watu wanayozungumza. Lakini na imani kwamba katika hiyo either ashinde Lijabato au ashinde CFFA, bado Yanga akiwa ameshajipambanua kwa Gaborone na kwenye mechi zote mbili, inawezekana pia akawa na nafasi nzuri ya kuvuka hatua ya pili na kuelekea hatua ya makundi, ambayo sasa huko ndo kidogo nakutana na majina ambayo yamekuwa yameishapanda sasa, na wao wapo labda kwenye umwagiliaji au mnashindana kama umelima ekari ngapi, huyu kalima moja, hivyo vyote vile. Lakini inawezekana ikawa njia rahisi kama kweli watakuwa serious na mashindano. Yani kama watakuwa serious kushindana, maana yake tunatarajia kuona kwa Gaborone wakiwa serious bila kujali ni timu ya aina gani. Tunataraji either Lijabato au FFA CFFA watakuwa serious. Maana yake sio kwenda kinyonge ama kwenda kwamba tumeshaumaliza mchezo. Nafikiri uliona msimu uliopita mbele ya Silver Strikers, mbele ya sana alikuwa nani yule? Alikuwa hata ukienda kwa Simba wale akina Nsingizini, Uchizi Vunga kina Gaborone wenyewe. Kuna namna ambavyo hizi timu zilienda kichwa, ila mimi niliona kama mpaka kufuzu kwao kufika makundi bado walipata bado ilikuwa changamoto. Licha kwamba walifuzu kwenda makundi, lakini ilikuwa changamoto. Kwa hiyo unaweza ukaona Silver Strikers ilikuwa ni timu ya kawaida, sijui Wilete Benguela ilikuwa ya kawaida, ikaja sijui kwa Simba Nsingizini, ikaja Gaborone, lakini mwisho wa siku waliwaonyesha challenge. Licha ya kwamba walikuwa wa kawaida kwao, lakini waliwaonyesha challenge. Inawezekana kuna kitu walikipata. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunatakiwa kuanza kuona usiliasi wa Yanga kuanzia mchezo dhidi ya Gaborone yote miwili. Ikitokea ameshinda Lijabato au CFFA michezo yote miwili, tumuone akiwa serious, alafu baada ya hapo tuone kwenye makundi amejipanga kumaliza nafasi ya ngapi, ya kwanza au ya pili, ambazo zinampa nafasi ya kuvuka kusonga hatua nyingine ya robo, au amejipanga kumaliza nafasi ya tatu kama alivyofanya msimu uliopita, au amalize ya 4 ambayo Simba ilimkuta msimu uliopita. Kwa hiyo upande wa Young Africans bwana, ratiba iko hivyo, wenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika.